Ndugu zangu wa Tanzania na watazamaji wote kwa ujumla, mahali popote mlipo, naomba niwasalimie hamjambo. Natumai umzima, ubuheri wa afya, na penye nipo kukwema. Karibu katika mwendelezo wa matukio haswa yale ambayo yanaendelea kushuhudiwa katika taifa la Tanzania. Hatimaye mwanasiasa aliyekuwa balozi katika taifa la Tanzania, Humphrey Polepole, ameweza kupatikana na imejulikana penye amekuwa akifichwa kwa muda mrefu sasa. Naomba kusoma chapisho ambalo limeweza kuchapishwa katika mtandao wa kijamii ambalo linaenda kuunda msingi haswa kuhusiana na kupatikana kwa mwanasiasa balozi Humphrey Polepole. Kulingana na mwanaharakati nchini Tanzania ambaye anaitwa Rachel Ndangwa, ameweza kuandika katika mtandao wake wa kijamii huku akisema ya kwamba Polepole yupo nyumbani kwa Mafiele Mikocheni Bar, nyumba ya 201. Kulingana na mwanaharakati huyu, anafichua siri alipo sasa hivi Humphrey Polepole, licha ya Watanzania wengi kutojua ni kipi ambacho kinaendelea na ni wapi Polepole amefichwa kufikia sasa. Humphrey Polepole aliweza kutekwa nyara tarehe 5 mwezi wa 10 mwaka jana wa 2025. Sasa hivi amemaliza zaidi ya siku 90 na pasipojulikana alipo Humphrey Polepole, lakini mwanaharakati huyu ameweza kufichua siri alipo hadi nyumba ambayo anadai hii nyumba inamilikiwa na Abdul ambaye ni mtoto wa rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Sasa hivi Humphrey Polepole, ikumbuke kwamba wiki jana mama mzazi na ndugu zake walienda Dar es Salaam, mahala ambapo amekuwa akipangisha kwa muda mrefu. Wakaziondoa bidhaa mbalimbali zake kwa ukosefu wa hela za kulipa kama kodi. Wakaondoa vitu zake licha ya baadhi ya vitu zake kuibiwa wakati aliweza kutekwa nyara ghafla katika taifa la Tanzania. Kwa hivyo jitihada zinastahili kuanzishwa ili kumuokoa Humphrey Polepole, kwa sababu huenda anapitia mateso makubwa, haswa kwa kile ambacho kinasemekana alikuwa anaishambulia serikali ya sasa ambayo ni ya Samia Suluhu Hassan, na angetoa siri nyingi kwa sababu alikuwa serikalini, anaelewa masuala fiche, kwa sababu alienda katika mrengo upinzani. Hayo yote yaliweza kusababisha Humphrey Polepole kutekwa nyara. Habari ambazo zimetufikia katika meza yetu ya habari za wale ambao pia serikali ya Samia Suluhu Hassan imeamua kuachilia huru ni kama wafuatao. Kuna yule ambaye anaitwa Nicodemus Loyori aliyekamatwa tarehe 19 mwezi wa 12 mwaka jana. Ameweza kuachiliwa huru na familia yake ipo kwa shangwe, furaha na buraha, bila karaha, kwa mbwembwe za aina yake, kwa sababu jamaa wao ameweza kuachiliwa. Mwingine anaitwa Clemens Mwandambo kutoka Mbeya, naye aliweza kukamatwa kwa madai ya uchochezi siku ya 29 mwezi wa 12 mwaka jana 2025. Ameweza kuachiliwa, na haya yanakuja baada ya baadhi ya mawakili kusimama kidete na kuomba Clemens Mwandambo aweze kufikishwa mahakamani, kwa sababu tangu siku alikamatwa ya tarehe 29 hajafikishwa katika mahakama yoyote nchini Tanzania, jambo ambalo liweza kusababisha kufikishwa mahakamani tarehe 10
na kuachiliwa kwa dhamana licha ya kushitakiwa na kosa la uchochezi nchini Tanzania. Tundu Lissu ambaye ni kiongozi wa mrengo wa upinzani haswa katika chama kile cha Chadema, yeye bado hajaachiliwa huru. Yuko katika gereza la Ukonga kufikia sasa kwa miezi 9, na ikumbuke kwamba amemaliza zaidi ya siku 120 pasipofikishwa mahakamani, na aliweza kushitakiwa kwa kosa la uhaini. Yale ambayo yanaendelea katika taifa la Tanzania hayajulikani yanakotoka, hayajulikani yanakoelekea. Nimeona chama cha ACT Wazalendo wameweza kutoa amri kwa serikali ya Samia Suluhu Hassan kuhakikisha ya kwamba wameachilia wanasiasa wote ambao wanaendelea kushikiliwa na jeshi la polisi ama serikali ya Samia Suluhu Hassan katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania. ACT Wazalendo ni chama cha Mpina, ingawa alizuiliwa kuwania kiti cha urais katika uchaguzi uliopita kama Tundu Lissu. Wameweza kutoa amri hiyo kwamba wale ambao wanashikiliwa kwa sababu ya siasa waweze kuachiliwa mara moja. Serikali ya Tanzania kuna vile inafanya kazi yao licha ya kushambuliwa na mataifa mengine. Ikumbuke kwamba Marekani iliweza kutishia kuangalia upya uhusiano wao kati ya Marekani na taifa la Tanzania. Baadaye tukaona Trump amewanyima msaada haswa wa afya, kumaanisha ARVs watanunua. Tukaona Uswidi ikisema mambo ya kutuma misaada hamna. Tukaona Canada ikisema mambo ya kutuma misaada Tanzania hamna. Kwa kile ambacho walisema, hakuna vile serikali dhalimu inaweza kufadhiliwa liwe liwalo na liwe haiwezekani, kama njia moja ya kuonyesha Samia Suluhu Hassan tamuko alilotoa wakati alikuwa anazungumzia wazee wa Dar es Salaam kwamba wala ambao mnatuambia tufanya hili ili tukaweze kufaidika na hili, who are you? Sasa limeweza kumgharimu haswa katika uongozi wake, na huenda hili liweze kuhakikisha kwamba uchumi umeanguka katika taifa la Tanzania. Tuzidi kuombea wale ambao bado hawajapatikana kufikia sasa, na Humphrey Polepole, na tumai huenda jitihada zitawekwa kuhakikisha kwamba amepatikana ili aweze kuachiliwa huru, kwa sababu kulingana na mwanaharakati huyu ambaye anaitwa Reginald Ndangu anasema ya kwamba Polepole yupo nyumbani kwa Mafiele Mikocheni Bar, nyumba nambari 201. Je, kulingana na wewe, uongozi wa kimla umekita mizizi katika taifa la Tanzania? Utaniandikia katika sehemu ya maoni. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala ya matukio yale yanayoendelea kushuhudiwa katika taifa la Tanzania. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. If you have not subscribed to our YouTube channel, na kuomba tu ukaweze kusubscribe. Kama wewe ni mgeni unatazama kwa mara ya kwanza, kuna kitufe pale chini ambacho kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kubadilishwa na kuandikwa subscribe, na kaweka kwa kengele, bonyeza kengele ili kupata kada zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Kenya TV, na kuomba tu ukaweze kusambaza link ya kada hii kuelekea group 1 ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine na Facebook, ili tuendelee kujulisha wingi tena zaidi. Barikiwa, tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. Kwaheri kwa sasa.